Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu mtazamaji wa UB News. Karibu katika kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali vinavyoruka katika channel yako pendwa ya UB News. Ni kuasi tu ndugu mtazamaji, usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uweze kupata habari zetu mbalimbali zinazoruka kila wakati. Leo tukiripoti kutoka mkoani Tabora, watu wawili wanusurika kifo kwa ajali ya pikipiki mkoani humo. Ajali hiyo iliyotokea maeneo ya makutano ya barabara ya Manyema na Changamoto ilihusisha madereva wa pikipiki wawili wenye pikipiki namba MC 348 BTE na MC 473 EDF. Kwa mujibu wa mashuhuda, chanzo cha ajali ni mwendo kasi wa madereva wote wawili ambao walishindwa kumudu mwendo huo na hivyo kusababisha ajali ya kugongana uso kwa uso. Majeruhi wote wamefikishwa katika hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu zaidi. Nikizungumza na mashuhuda ambao walikuwa katika eneo la tukio wakati ajali inatokea, walikuwa na haya ya kueleza. Yaani mimi nimesikia mlio. Nageuka hivi naona watu wamelala. Pikipiki moja imeangukia, kuna mwingine anaangukia. Ndicho nilichokishuhudia. Sasa labda utaratibu katika maeneo haya uvukaji ukoje? Wapi hapa? Sijaona yule alikuwa anatokea. Wale katika wale waliogongana. Unajua alikuwa anatokea, yaani nimegeuka naona pikipiki mchanga. Sasa yule alikuwa anatokea upande huo. Unajitoa alikuwa anatokea hivi. Ukiwa anatokea huko lazima usimame hapo. Ukiwa anatokea huko lazima usimame. Pia anatokea huko anapita moja, wewe usimame hapo. Sasa sijaona yule kwa mtu taratibu gani. Ilikuweje yani sijaona. Yaani walishika tu kishindo cha kugongana, pikipiki zimelala na watu. Basi tuambie ilikuwa kwaje? Hapo kwa kweli kuna kijana ambao wametokea huku na mwingine kwa mmoja anatokea huku, mmoja anatokea huku. Wao kufika hapa kama wamegonganaje? Baada ya kugongana pale, yani walikutana kwa sababu katika mmoja sana. Mmoja anatokea upande wa pembeni, mwingine upande wa kati. Kama gongana hapa ndo unaona kitu kama hicho. Labda utaratibu katika maeneo haya, ajali zinatokea mara kwa mara au ni mara moja kwa muda mrefu? Ni mara kwa mara kwa sababu vijana wako mwendo kasi sana. Vijana wanakuja kwa kasi sana, ina maana kama speed endapo itapungua na ajali zitapungua. Wao vijana sasa hivi wanakuja hapo moto kwa sababu anajiita deposit. Anajiita tofauti na sisi ambao Kongo wa zamani. Sisi wa zamani jinsi ilivyo tunaendeshwa kwa sababu hata mdogo wenyewe sana sababu mimi najitambua sana. Vijana wa sasa hivi wa chini wa miaka 20 wanaosumbua bado. Nashukuru sana. Asante. Mwingine hajaingia ndani. Au jamaa mwingine gani? Sikia ndio hapa anakuja. Vamos
Kutoka Tabora, Akram Tesua, UoB News.